Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, ametoa wito kwa wananchi kuvipokea kwa moyo wa shukrani na kuvitunza vifaa vya mradi wa maendeleo vinavyowasili katika maeneo yao, na watambue kuwa vifaa hivyo ni mali ya umma, vimetolewa kwa gharama kubwa kwa ajili ya kuweza kuboresha maisha ya wananchi. Amesema hayo Septemba 16 katika tukio la ushushaji kwenye maji kivuko cha MV Bukondo kilichogharimu bilioni 4.7 katika karakana ya Songoro Marine wilayani Ilemela, ambayo inatarajiwa kwenda kusafirisha wananchi na mizigo kati ya kisiwa cha Bukondo na Bwiro wilayani Ukerewe. Kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu zoezi la vivuko katika mkoa wa Mwanza ni zoezi muhimu sana. Mtafahamu kwamba mkoa wa Mwanza 53% ni maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo shughuli za usafiri na usafirishaji katika Ziwa Victoria ni kipaumbele cha serikali yoyote ile, ikiwemo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo leo tunavyo vivuko vingi ambavyo vinaendelea kufanya kazi katika mkoa wa Mwanza. Lakini kutokana na mahitaji kuwa makubwa zaidi, kuhitaji vivuko vipya zaidi, serikali imeamua kujenga vivuko 4 ambao kwa zaidi ya miaka 2 tunajenga hapa kwa karakana ya Songoro Marine. Na mtakumbuka wakati wa mbio za Mwenge tulimuomba Mheshimiwa Rais kuongeza fedha wakati ule wa kilele ili vivuko hivi viingie ziwani. Kwa hiyo hatimaye leo shughuli ya kuviingiza ziwani imeanza rasmi. Leo tunashuhudia kivuko hiki cha Bwiro Bukombe kikiingia ziwani, halafu kivuko kingine cha Ijinga Kahangara, baadaye kivuko cha Koome, lakini baadaye kivuko cha Rugezi Kisoria, ambapo wana Ukerewe wanakisubiri kwa hamu. Lakini pamoja na hayo yote tayari changamoto ilishapunguzwa baada ya lile daraja kuzinduliwa. Vivuko vingine 2 vilipelekwa maeneo tofauti ikiwemo eneo la Koome. Lakini bado wataendelea kuwa na kivuko kingine hapa. Kwa hiyo maana yake tuna vivuko sasa vya kutosha vinavyokidhi mahitaji, kama mnavyoona ni vivuko vya kisasa. Zaidi ya shilingi bilioni 27 zinatumika kwa ajili ya hivi vivuko 4 hapa. Kwa hiyo ni mradi mkubwa, ni mradi utakaobadilisha kabisa na kuepusha ajali nyingi ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, tumie fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi mzuri aliyoifanya, lakini pia kwa uwekezaji mkubwa aliofanya ndani ya Victoria. Nimshukuru pia Waziri Mheshimiwa Abdalla Ulega kwa msukumo mkubwa, lakini mkurugenzi mkuu wa TEMESA, lakini kumshukuru pia na kumpongeza huyu mzalendo anayetengeneza hivi vivuko. Hata kama analipwa, lakini fedha hii kama yeye asingekuwa na karakana ingeweza kulipwa katika nchi nyingine na vivuko hivi vingejengwa nje ya nchi, lakini bilioni 27 zimetumika hapa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mzunguko wa fedha hizo pia unawarudia Watanzania wengine katika maeneo mbalimbali kwa asilimia kubwa. Wito wangu kwanza, wananchi kujitokeza kwa wingi na kuvitumia vivuko hivi kwa sababu ni mali yao. Lakini pia wale watakaoendesha hivi vivuko, wito wangu mkubwa ni kwamba wawe waadilifu. Yale ambayo yameelekezwa na serikali, maagizo ya serikali ndiyo yazingatiwe. Lakini pia kuvitunza vivuko hivi ni kitu muhimu sana, na tutakuja kuongea zaidi siku ile ambayo tutafanya sherehe tukiwa na wananchi, tutazungumza nao kwa ukubwa zaidi. Leo tunashuhudia tukivitosa vianze majaribio, baada ya hapo tutakabidhiwa rasmi. Kwa hiyo tutakwenda kwa wananchi kuwakabidhi na kuzindua safari kule Ijinga Kahangara, kule Koome, kule Kisoria Rugezi. Kwa hiyo tutazungumza zaidi tutakapofika wakati huo. Kisha zoezi letu la ujenzi wa meli kama mnavyoshuhudia. Sasa hivi tunashusha kivuko cha Bwiro Bukondo. Feri hii itakuwa na uwezo wa kubeba tani 100 sawa na abiria 200 na magari 10.
na itakwenda kufanya kazi katika kisiwa cha Bwiro Bukondo. Baada ya zoezi la ushushaji wa meli hii, mnaona hapa tuna vivuko vinne. Itafuata kivuko hichi ambacho tupo juu, kinaenda kufanya kazi Ukerewe sambamba na kile kivuko kilichopo pale Ukerewe. Kwa hiyo tutakuwa na feri mbili katika kuondoa zile kero kwa wananchi. Na feri ambayo tupo itakuwa na uwezo wa tani 170 na uwezo wa kubeba abiria 800 na magari 22. Feri zote hizi zimejengwa chini ya usimamizi wa chuo cha DMI ambaye ni chuo cha ubaharia cha Dar es Salaam kama ni mhandisi mshauri, pamoja na usimamizi wa karibu wa mkaguzi wa meli ambaye ni TASAC. Kwa hiyo zimezingatia ubora wa vifaa vyote ambavyo vinahitajika kwenye vyombo vya majini. Vyombo hivi ni vya kisasa, vina vifaa vyote vya kuongozea meli vya kisasa. Kwa hiyo tunatarajia wananchi katika maeneo husika watapata huduma walioitarajia kutokana na ujenzi wa vivuko hivi.